بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa Shawwal mwaka 1447 katika darasa ya kitabu al-Irshad ila Sahih al-I'tiqad للعلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. تندلنا موضوع وجوب معرفة العقيدة الإسلامية، wajibu juu ya kila Muislamu kuijua itikadi ya Kiislamu, au tuweza kusema kwa kifupi wajibu wa Muislamu kujifunza tauhid. Na hili ni jambo ambalo ni wajibu juu ya kila Muislamu, wajibun aini. na tulisoma maelezo ya Sheikh Al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala kikao kilichopita, tukazungumzia pale alipotaja umuhimu wa kuweka manhaj katika madaris au syllabus ambayo itahudumu na kutilia mkazo zaidi upande wa jambo la aqida, bimaana ipewe vipindi zaidi na wakati ulio bora zaidi. Kadhalika somo hili lipewe walimu wenye uwezo mkubwa katika kulisomesha. Ingawa tulizungumzia katika somo la tauhid na aqida, na tukaeleza iktirah ya baadhi ya vitabu ambavyo ingelikuwa ni bora lau kama vingelisomeshwa katika madarasa zinazojiita kuwa ni madrasa za sunna. Tukaeleza hapa silsila ya vitabu tulivyovieleza ambavyo ni muhimu sana kwa watoto kusomeshwa, lakini pia kuna somo muhimu sana natakikana liongezwe mbali na somo la aqida na tauhid, na ni somo la al-adyan wal-firaq. Kuwekwe somo special kwa ajili ya kuwafundisha watu dini mbalimbali za batil na mapoti mbalimbali ya batil yanayojinasibisha na Uislamu. Na hapa nikizungumzia hili na kusudia kwa wanafunzi kuna dharura ya kufundishwa, kwa mfano al-Yahudia, Uyahudi na itikadi zao, na kadhalika mifumo yao wafahamu, wafundisha Nasrania na itikadi zao za batil. Kadhalika wafundisha shubuhat wanazotumia Mayahudi na Manasara katika kuwachanganya wale wasiojielewa maskini katika Uislamu, ikawa ni sababu ya kuwatia kwa wao angalau shaka katika dini yao. Zile shubuhat zikawa zitajibiwa na kuelezwa. Kadhalika kusomeshwe katika al-adyan wal-firaq mapote yaliyoko katika asri hii, na hasa yale mapote ambayo yana athari kubwa sana katika mujtamaa wa Kiislamu. Kwa kufundishwe upotofu wa pote la Ikhwan al-Muslimin ambalo limesababisha madhara makubwa katika nchi nyingi za Kiislamu.
kadhalika kabla ya hapo wafundishwa kuhusu itikadi ya mashia rafidha na haswa al-Ithna Ashariya, ambao ndio pote kubwa lililoeneza ufisadi mkubwa sana katika nchi za Kiislamu. Wakauawa wengi katika ahli sunna kupitia mikono ya rafidha. Na ukitaka kujua kuwa Waislamu wengi hawajielewi, hasa nikizungumzia mrengo wanaojiita Sunni Muslims, tizama leo haya yanayotokea katika ulimwengu na misimamo yao iko vipi juu ya nchi ambayo imejengewa katika misingi ya itikadi. Nchi haikujengewa bure tu hivi, imejengewa katika misingi ya itikadi ya kishia ya kirafidha Ithna Ashariya, ambao katika misingi ya dini yao hawaamini kuwa msunni ni Muislamu. Lakini kwa kuwa wengi katika ndugu zetu ni wajinga, hawafahamu itikadi yao, hawa watu utawakuta leo wakiguswa tu mahali katika hisia zao, wote wakageuka katika mrengo huo. Niwaulize kwa mfano, mimi baba yangu yatoka Suria na mama yangu yatoka Iraq. Mfano, kule Iraq mama yangu kauawa na Irani, na kule Suria baba yangu kauawa na Irani. Kisha waniuliza mimi, yule aliyemuua babako ama mamako yupi uko naye? Au niseme hivi, mama yangu kauawa Gaza na Mayahudi, na baba yangu kauawa Iraq na Wairani. Kisha waniuliza mimi, wewe uko na nani? Na aliyemuua babako ama mamako uko na yupi katika wawili? Kwa akili ya kibinadamu ya kuzaliwa itakuwa ni upumbavu mkubwa kusema kuwa mimi niko na yule aliyemuua mamangu ama mimi niko na yule aliyemuua babangu. Sasa nataka niwaulizeni nyinyi Waislamu wenye akili timamu, wale waliouawa kule Gaza si mama zetu na baba zetu na ndugu zetu? Hata kama si kwa damu, lakini wale si ndugu zetu wa Kiislamu waliouawa pale Gaza? Mayahudi wakawaua ndugu zetu. Kuna mama zetu, kuna dada zetu, kuna ndugu zetu wengi wameuawa katika mikono nani? Ya Mayahudi. Sasa naruka naenda Suria, wale waliouawa kule Suria na Irani. Asije mtu hapa kaleta upumbavu kusema kwa Irani hawajafanya kitu chochote. Hakuna mtu ambaye hajui Mungu. Labda wewe ulikuwa chooni umelala ukaamka sasa, sababu hakuna ambaye hajui kile kilichofanywa na Iran ndani ya Suria na makundi gaidi waliopeleka pale kuwaua Sunniyin, na wakamuunga mkono Bashar al-Assad al-Kalb awaua Waislamu wa Kisunni pale ndani ya Suria. Bali wakaenda wakamleta Mrusi ndani ya Syria aje kuwaua ahli sunna. Sasa nauliza, wale waliouawa kule Suria kule si mama zetu na baba zetu, si ndugu zetu wale waliouawa kule? Ndio nauliza wewe, waniuliza mimi swali, aliyemuua babako ama aliyemuua mamako uko na yupi? Kisha mimi nikwambia mimi niko na yule aliyemuua babangu, au mimi niko na yule aliyemuua mamangu. Mimi nakwambia haya maneno kwa akili tu ndogo ya mtu mwenye akili ya kawaida tu kuelewa tuzungumzia nini. Lakini nawaambia ni kitu kimoja, haya yamejengwa kwa sababu Waislamu wengi hawajasoma wala kuielewa itikadi ya Mashia iko vipi. Wengi watu ni wajinga, hawafahamu. Na hata ukijaribu kuwafahamisha, mithl al-bahaim, ni kama mfano mtu kama mnyama, ni haelewi. Yeye aona kuwa wewe ukiwa kinyume na Iran basi wewe uko na Myahudi, na kuwa ili utangaze uko nyuma ya Myahudi ni mpaka uwe na Muirani.
hatuko na hao walio wa baba zetu wala hatuko na hao walio wa mama zetu, hatuko na wao wote. Tusema Allahumma ahliki adh-dhalimina bidh-dhalimin, waangamize madhalimu kwa madhalimu wenzao. Na sisi tuomba vita hivi kisha wote wawe wamekwisha kabisa, wauane kweli. Wakishamaliza watu wapumzike, sababu wameua watu wengi sana. Narudi pale katika somo la al-adyan wal-firaq. Wengi katika vijana wa Kiislamu ukiwauliza ni nani as-sururiyya, hajui ajibu nini. Ni nani al-qutbiyya, haelewi chochote. Bali kuna mashekhe hapa walivyokuwa watu wafundishwa makundi haya potofu ya kigaidi haya, walikuwa wakifanya hapa asira. Mpaka mmoja azungumza kwenye khutba ya Jumaa, asema hivi vijisalafi hivi vilivyokuja, mtu kidogo huyu sururi, huyu kutubi, aitwa sururi, qutbi, ikhwani na ikhwan muslimin na makundi yao. Watu wafundishwa kuhusu kundi gaidi potofu la Hizb at-Tahrir na itikadi zao chafu kwa vitabu vyao, kwa kutengezwe syllabus ya kuyazungumza makundi yote haya. Asitoke kijana wa Kiislamu kwenye madrasa thanawi na ni mzuka hayajui makundi haya, afundishwe kisawasawa. Akisimama mtu akizungumza tu msikitini, basi huyu tablighi, wao ndio wazungumza hivi kwa mpotofu. Akisimama mtu kuzungumza na hamasa zake kutaka kukutia wewe katika makundi ya kigaidi, wewe jua huyu ni ikhwani, tena mrengo wake huyu ni qutbiyya, na uelewe maana yake nini. Kwa kuna dharura sana sana, na ikiwa kuna madrasa yoyote yajiita ya kisunna haiwafundishi watoto ghashash, mwalimu ambaye wafundisha watoto hawaambia maneno, wafanya ghish, waman ghashana falaysa minna, anayefanya ghushi kwa ngano na mtede, Mtume sallallahu alayhi wasallam, man ghashana falaysa minna. Kefi yule anayefanya ghushi katika dini ya Allah, eti kwa sababu kuna watu fulani watakasirika wakizungumzwa ikawa hazungumzi. Na msisahau kundi potofu la kikhurafi as-sufia, na hawa wapewe nasibu yao kubwa. Watu wafundishwe hawa ndio makhurafi, na hizi ndio itikadi zao kwa vitabu vyao, na hizi ndio kufriyat zilizoko katika vitabu vyao. Pia wachekeshwe, waelezewe zile karamat za kipuzipuzi pia ziwekwe, mpaka mtoto akitoka pale ajua hili kundi ni hivi, hili kundi ni hivi, hili kundi wai. La sivyo basi tuzungumzia yale aliyozungumza Umar radhiyallahu anhu arda, yushiku an tunqadha ura al-islami urwatan idha nashaa fi al-islami man la ya'rifu al-jahiliya. Itakuwa ndio hawa ambao wakulia katika Uislamu hawajui jahiliya nini. Na hili jambo kabla ya kulitanabahi limekuwa ni sababu ya kuwatia hasara kubwa sana nchi za Kiarabu leo. Lau kama wangelitanabahi wakati ule, isingefikia leo iliyofikia. Nchi ngapi leo za Kiislamu zimependuliwa na raia wao wenyewe, wakatumiwa kama ndio nyundo za kubonda na kuvunja nchi zao kwa sababu ya kutojielewa. Na watu walivyokuwa wakiambiwa na kutahadharishwa na makundi haya, walikuwa wakiwaona wanaotahadharisha, bwana wale watu wa fitna, bwana kazi kutaja watu. Lakini mwisho wakaja wakagundua, ndio wakaona ghafla nchi karibu zote zatangaza kuwa kundi la Ikhwan Muslimin ni kundi la kigaidi. Mchelewa, lakini afadhali kuchelewa kuliko kutojielewa kabisa. Nakumbuka mamlaka wale viongozi walipogundua ili kundi la sururia ili limeleta balaa kweli, kukawekwa khutba za Ijumaa nchi nzima. Waziri
akaika amri wal awqaf kuwa maimamu wote wazungumze kuhusu sururia kwa siku moja, utakimbia wapi? Ukipenya huko. Sasa na usishangaa kuna maimamu walizungumza kuhusu as-sururia na yeye mwenyewe sururi imembidi azungumze. Sababu si asakatonge tafanyaje? Na kuna watu humu katika nchi hizi za kwetu kwa Afrika walipwa na mamlaka kwa ajili ya kufanya da'wa. Ikawa sasa ni kama msako, wakijiliwa na wale maduati kutoka mamlaka waulizwa, wewe wajuaje kuhusu sururia? Kimwa, sema jamaa zetu kimya, hajui. Hebu tueleze kuhusu Ikhwan Muslimin, zero. Wakajua kumbe tuwapoteza pesa zetu kwa watu wengine. Haya bwana, tuwapa muda, tukirudi tukiuliza haya maswali kama hujui kuyajibu wafutwa. Pia wao wakaanza kusoma hasururia nini bwana, mchelewa. Mlipokuwa muambiwa mlikuwa mkiwaona wale wanaowaambia kuwa ni watu wa fitna, lakini wallahi ahli sunna wamesimamisha udhuru kwa watu, hawana udhuru kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ala man yashtari sahran binawmin, ushamuona mtu yonunua kesha kwa usingizi, badala ya kulala nunua kesha. Ndio haya sasa, wewe kuwanyamazia watu wa batil ukaona kuwa kile unachokifanya ni kutafuta amani, wallahi ndio utafuta balaa. Lakini balaa hutoiona leo, athari yake utakuja kuiona baadaye. Ilikuwa hatari bwana. Zilikaribia serikali zote za nchi za Kiislamu kupenduliwa, lau kama si rehma za Allah subhanahu wa ta'ala kuwajuza maadui zao nani. Sababu makundi haya ya kujengea maadui ndani yako bila wewe kujijua. Kwa hiyo jamani, wale wanaosomesha madrasa na kusimamia madaris na kusema kwa hizi ni madaris za sunna, kuna dharura kubwa sana ya wanafunzi kufundishwa mambo haya ili kuijua shari wajiepushe na shari. La sivyo basi ndugu zanguni, watakwenda wengi sana dhahaya, watakuwa ni kama chambo. Tumewatoa wale vijana wabebwa na makundi mbalimbali bila wao kujijua maskini. Tabwa makundi mbalimbali, huyu atabebwa na Hizb at-Tahrir, yule atabebwa na Tabligh, yule atabebwa na Ikhwan Muslimin, yule atabebwa na Sururia, na haelewi maskini chochote katika haya tunazungumza. Na kama wewe ni talib ilmu na huelewi haya mazungumzo ninayozungumza mimi hapa, ujue wewe ndio unayekusudia maskini. Humo katika chati umepoteza dira, ujue unakoelekea. Lazima ujifunze haya, uyaelewe, la sivyo utapelekwa na makundi kama haya bila wewe kujitambua. Haya, nilikuwa nataka kuongezea hilo katika yale tuliyozungumza kikao kilichopita, kisha tuanze haya aliyasema hapa mbele al-Allama Fawzan. Qala ayuha al-muslim, ewe muslim, innaka hinama tata'ammalu al-Qur'an al-Karim, hakika wewe ukizingatia hii Qur'an tukufu, tajidu fihi kathiran min al-ayati was-suwari tubayinu ahkam al-aqidati wa tuwaddihuha. Utapata sura nyingi na aya nyingi katika Qur'an zabainisha ahkam za aqida sahiha na kuweka wazi. بل إن السور المكية تكاد تكون مختصة ببيان العقيدة الإسلامية ورد الشبهات الموجهة إليها. بل ukitizama utakuta kuwa zile sura zilizoteremka kabla ya hijra zinazojulikana kama makia takriban zimehusishwa kwa ajili ya kuzungumzia aqida, kuizungumzia tauhid, kuzungumzia itikadi sahihi na kuwarudi watu wa batili. خذ مثلا وفي مقدمة ذلك سورة الفاتحة, kisha akatoa mfano mzuri wa sura al-Fatiha ambao kila siku tuisoma katika swala zetu.
قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى سمع: اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال. جوا kuwa hii sura imekusanya yale mambo ya msingi muhimu sana anayotakikana Muislamu kuyajua na kuyatekeleza. Imekusanya yale mambo mama msingi kabisa ya dini. وتضمنتها أكمل تضمن، فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء. تزام منذ سورة الفاتحة ndani yake muna kumweleza yule anayeabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina matatu: alhamdulillahi rabbil alamin, arrahman arrahim. قال: مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها ومدارها عليها. وكتزاما الحمد لله الله، رب العالمين الرب، الرحمن تنتاتو، majina haya mwanzo matatu matatu. Ukitizama haya majina matatu ya mwanzo, sema majina yote matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala yarejea katika majina haya matatu, yazunguka katika majina haya matatu: wa hiya Allahu war-Rabbu war-Rahman. وبنيت السورة على الإلهية والربوبية والرحمة. هي سورة مجنجيوة ulezi uungu Allah, ulezi wake na rehema zake. فإياك نعبد مبني على الإلهية. ukiangalia iyyaka na'budu mjingewa jambo la ibada al-ilahiyya, kwa Allah ndiye anastahili kupelekewa ibada. wa iyyaka nasta'in ala ar-rububiyya, wewe peke yako ndiye tunayekutaka msaada, hakuna yeyote anayewapa msaada waja wake isipokuwa Allah. kwa ndani kuna rububiyya, ulezi wa Allah. وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم يتعلق بصفة الرحمة. نقول كتاك هداية الله akuongoze katika njia iliyonyooka, asema ndani yake imefungamana sifa ya rahma, kwa sababu yule aliongozwa katika njia iliyonyooka huyo amerehemiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. والحمد يتضمن الأمور الثلاثة. الحمد imekusanya mambo yote ya matatu. فهو المحمود في إلهيته وربوبيته ورحمته. سب الله أسفيوا كأونغ واكي نولزي واكي نرحمة زاكي. والثناء والحمد كمالان لجده. نقول كسفيوا نقول حمديوا نكتك وكمليف وتكفواك الله سبحانه وتعالى. وتضمنت إثبات المعاد. لأن سورة الفاتحة كنا كثبتيشا siku ya kiyama ya watu kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, al-ma'ad, kurudi tena baada ya kufa. wa jazaa al-ibad bi a'malihim hasaniha wa sayyi'iha, na malipo ya waja kwa matendo yao mazuri na maovu. qala wa tafarrud ar-rabb tabaraka wa ta'ala bil hukm idhaka baina al-khalaiq, na kuwa Allah mola mlezi peke yake ndiye atakayehukumu siku hiyo baina ya waja wake. وكون حكمه بالعدل، نكون حكم yake itakuwa ni uadilifu, hakuna dhulma ndani yake. وكل هذا تحت قوله مالك يوم الدين. yote haya ingia chini ya مالك يوم الدين, yeye ndiye anayemiliki siku hiyo ya malipo. وتضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة, na kuna kuthibitisha utume kwa njia mbalimbali katika hii sura moja, sura al-Fatiha. ثم ذكر رحمه الله تعالى 8 وجوه بكلام مطول مفيد. kisha akataja wajhi 8 kuthibitisha utume ndani ya sura al-Fatiha kwa maneno mengi marefu yenye faida nyingi ndani yake. ila an qala, mpaka kafikia kusema فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه. ابن القيم asema Qur'an yote yazunguka kuzungumzia tauhid. Yazungumzia tauhid, yazungumzia haki za tauhid
yazungumzia malipo ya wale watakaoshikamana na tauhid na watakaokwenda kinyume chake. Wa fi sha'ni ash-shirki wa ahlihi wa jazaihi, na hii suratul Fatiha yazungumza kuhusu shirki na washirikina na malipo yao kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Falhamdulillahi rabbil alamin tauhid, alhamdulillahi rabbil alamin hii tauhid. الرحمن الرحيم توحيد. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد. وكيوم هي دعاء اهدنا الصراط المستقيم هي توحيد أمونا نياك منكم وومب الله هداية أكونغوزي katika njia ya watu wa tauhid. غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد، هو ni wale walioacha tauhid, waliokasirikiwa na waliopotea. وقال kisha akasema وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، na ukiangalia sura nyingi za Qur'an zimekusanya aina mbili za tauhid: توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. أما المعرفة والإثبات توحيد الربوبية والأسماء والصفات. أين يبيلي هي القصد والإرادة، أما توحيد الألوهية. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته، كسم القرآن وتكت إما يزمزيك وسو خباري ذا الله سبحانه وتعالى لما جناياك نصف ذاك، وهو التوحيد العلمي الخبري. نهيني توحيد لكان كما التوحيد العلمي الخبري، بسبب huwezi kujua majina na sifa za Allah isipokuwa kupitia nini? Kitabu cha Allah, wahi au sunna sahiha ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana inaitwa al-ilmi al-khabari, na hapa hii tauhid ar-rububiyya al-asma was-sifat. Wa imma da'watun ila ibadatihi wa tauhidihi wahdahu la sharika lahu wa khal'i ma yu'badu min dunihi. Ama itakuwa yazungumzia Qur'an kusukulingania watu katika kumwabudu Allah na kumpokesha yeye peke yake, hana mshirika na yeye, na kuacha vyote vinavyoabudiwa pasi na Allah. Fahuwa at-tauhid al-iradi at-talabi, hii yajulikana kama tauhid al-iradi at-talabi, kwa sababu yazungumzia nia, yazungumzia jambo la ikhlas na yale uliyotakwa wewe kuyafanya katika ibada, umfanyie Allah peke yake. Wa imma amrun wa nahyun wa ilzamun bi ta'atihi, au ukiangalia katika Qur'an utakuta kuna maamrisho, makatazo, kuamrishwa kulazimiana na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhalika min huquqi at-tauhid wa mukammilatihi, hivyo vyote ni katika haki za tauhid na vikamilishi vya tauhid. Wa imma khabarun an ikramihi li ahli tauhidihi وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة وهو جزاء توحيده. أو تبت katika Qur'an kuna habari za namna Allah alivyotukuza watu wa tauhid na yale aliyofanyia katika hii dunia kwa kirimu, na kesho akhira malipo mazuri atakayowapa. Haya ni malipo ya watu wa tauhid. Wa imma khabarun an ahli ash-shirki wama fa'ala bihim fi ad-dunya min an-nakal, au utapata Qur'an yazungumzia kuhusu watu wa shirki, wale umma waliokataa mitume wao na ile adhabu Allah aliyoadhibu nayo. Wama yahillu bihim fil uqba min al-adhab, na yale atakayowapata kesho akhira katika adhab. Fahuwa khabarun amman kharaja an hukmi at-tauhid, na hii ni habari ya yule aliyetoka nje ya hukumu ya tauhid. Intaha kalamu. Kiufupi Qur'ani kuanzia mwanzo mpaka mwisho yazungumzia tauhid, mwanzo mpaka mwisho, kuanzia bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin suratul Fatiha mpaka minal jinnati wan nas, mwanzo mpaka mwisho yazungumzia tauhid, mwanzo mpaka mwisho. Hakuna aya yoyote hata wasariqu wasariqatu yazungumzia tauhid, kwa sababu ni katika haki za tauhid, katika yale ambayo yaingiana chini ya tauhid. Wa aqimus salata wa atuz zakata, hizo zote ni katika huquq at-tauhid, zote hizi zaingia katika tauhid. Hakuna aya hata moja inayotoka nje ya tauhid. Na hapa Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala akataja haya maneno
Ima Qur'an utaipata yazungumzia kuhusu Allah na majina yake na sifa zake, yani at-tauhid al-ilmi al-khabari, au utapata yazungumzia kuhusu kuabudiwa Allah asishirikishwe na chochote, at-tauhid al-iradi al-talabi, au yazungumzia kuhusu makatazo na maamrisho na kulazimiana kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi zote ni katika haki za tauhid, katika hukuku za tauhid. Allah aweza kuzungumzia kuhusu mitume wake na namna alivyonusuru juu ya maadui zao, na haya ndio malipo ya watu wa tauhid hapa duniani na malipo mazuri kesho akhira. Ikizungumzia kuhusu janna, yazungumzia kuhusu malipo ya watu wa tauhid, sababu haingii peponi isipokuwa mtu wa tauhid. Qur'ani ikizungumzia wale walioangamizwa hapa duniani, utakuta kuwa ni kwa sababu ya kuikhalifu tauhid. Na akizungumzia kuhusu moto na adhabu ya akhira, azungumzia kuhusu wale walioacha tauhid. Kwa hivyo Qur'ani nzima yazunguka katika kuzungumzia tauhid mwanzo mpaka mwisho. Sheikh Al-Fawzan yualliqu fayaqul: ومع بيان القرآن وتفصيله شأن العقيدة الإسلامية، pamoja na huu bainifu ulio katika Qur'an, kwa Qur'an imebainisha na kuweka wazi jambo la aqida ya Kiislamu, فإن أكثر الذين يقرؤونه لا يفهمون العقيدة فهما صحيحا. wengi katika wanaoisoma Qur'an hawaifahamu aqida ufahamu sahihi. فصاروا يخلطون ويغلطون فيها, kuna wachanganya mambo, wakosea sana katika tauhid na aqida. لأنهم يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم, sababu wafuata kile walichowapata nacho babu zao. ولا يقرؤون القرآن بتدبر, ولا هويسون القرآن وكويزنغتيا. فلا حول ولا قوة إلا بالله. na huu ndio kweli na hali halisi tulionao leo. Na wewe ukitizama katika mujtama utaliona ni wangapi wanaoelewa uzito wa jambo la tauhid kama ilivyoelezwa hapa. Wangapi ambao waelewa hilo? Utakuta wengi katika watu wako mbali na ufahamu huu aliotaja Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala katika kuielewa tauhid. Na hapo ndipo mwisho wa mada hii insha Allah ta'ala. Tukikutana tena tuingia kwenye da'watu ila aqidati al-islamiyya, kulingania watu katika itikadi hii ya Kiislamu, kulingania watu katika tauhid. Hao tutakuja kueleza insha Allah ta'ala katika kikao kitakachokuja idha ahyana Allah. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.